الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، kila sifa kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala, Bwana wa ulimwengu, muumba wa kila kinachopatikana mbinguni na ardhini. Na mwisho uliokuwa mwema ni kwa wale watakayemcha Allah ukweli wa kumcha, na wala hakuna uadui kati ya mwanadamu na Mola wake hiyo siku ya kiyama, isipokuwa kwa yule ambaye yeye mwenyewe binafsi kaidhulumu nafsi yake. Nasema kwa ulimi wangu na kubali ndani ya moyo, Allah tabaraka wa taala ni mmoja wa pekee, ambaye hana mshirika, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote. Pia nakubali ndani ya moyo, natamka kwa ulimi wangu ya kuwa Muhammadun ibn Abdullah ni mja wa Allah na ni mtume wake. Naziomba ziada na rehma na amani ziwaendee watu wa nyumbani kwa Bwana Mtume na maswahaba zake na Waislamu wote watakayejaribu kumfuata Mtume mpaka siku ya mwisho, na muomba Mwenyezi Mungu atuweke miongoni mwao. Ibadallah, enyi waja wa Allah, usikum wa nafsi bitaqwallahi tabaraka wa taala, watamassaku bikitabillah wa sunnati nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Enyi wapendwa wa Allah, enyi waja wa Allah, nausia nafsi yangu na pia nawausieni sote kwa pamoja tushirikiane katika kumcha Allah ukweli wa kumcha, na tushikamane na mafundisho ya kitabu kitakatifu ambacho ni Qur'ani, kwa kufata maelekezo na ushauri wa kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khutbatuna leo ya ibadallah, anwani ya khutba yetu ya leo, tutazungumzia anil Eid al-Fitri, kuhusikana na Eid al-Fitri. Wapendwa wa Islam, tutake tusitaki, ndiyo aliyoyataka Allah na ndiyo yale aliyoyafanya. Kila liliokuwa na mwanzo lazima liwe na mwisho. Leo Waislam, tukiangalia tarehe zetu, tunapata tarehe 28 za mwezi wa Ramadhani. Ikiwa tutajaaliwa na Allah akatuzawadia mwezi wa 29, tutakuwa tumebakiza na siku moja na kuaga mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao hatujui kwamba tutakutana na mwingine. Na iwapo tutazawadiwa na Allah mwezi huu kawa ni wa 30, tutakuwa tumebakiana na siku 2. Tunapata fundisho gani? Fundisho haliko kunako mwezi wa Ramadhani, fundisho liko kwetu sisi. Kila lenye mwanzo lazima liwe na mwisho. Madamu mwezi huu wa Ramadhani ulikuwa na mwanzo, leo nafikia mwisho, bila shaka na mimi na wewe, madamu tuna mwanzo, tutafikia kuwa na mwisho. Tutaondoka kama gisi Ramadhani inavyoondoka. Mwanzo tulikuwa tunatafakari, mwanzo tulifikiria,
tutaipokeaje Ramadhani? Tutaishi nayo vipi? Leo tunafikiria namna ya kuiaga Ramadhani, na ni kweli baadhi ya wengi hivi sasa hawana tena fikra za Ramadhani, wana fikra za namna ya kuondoka ndani ya Ramadhani. Na kinachotuondoa ndani ya Ramadhani ni Eidul Fitri, sikukuu ya kula. Tulikuwa tunafunga, inafikia kuanza tena kula, kuanza tena kufunga, kumaliza tena kufunga na kuanza kula. Kwa hivyo Eidul Fitri ni sikukuu ya kula, kwa kuwa tulikuwa tunafunga. Kwa hivyo hotuba yetu tutazungumzia sikukuu hii. Ibadullah, enyi waja wa Allah, kama taarifuna, kama mnavyojua, wa kama tarauna, na kama mnavyotazama, mtaona hivi sasa nyumba nyingi hazikaliki, wakina mama hawakai, wakina baba fikra wanaunda usiku na mchana wakitafuta yale wanaoyatafuta ya sherehe ya Eidul Fitri. Wababa wanatafuta, wababa wanakopesha, wababa wanaangalia hazina zao, wale waliokosa hazina, wale waliokosa sehemu ya kukopesha. Inawezekana hivi sasa maelewano sio mazuri ndani ya nyumba, yeye na mshirika mwenzake. Wale waliopata wakina mama hivi sasa ni panda shuka wakitafuta vifao vya sherehe ya Eidul Fitri. Lakini na kutambua Waislamu ni haya yafuatayo, na ninamuomba kila Muislam anisikie vizuri, na haya anayemwambia ajitahidi kuyaweka ndani ya vitendo na kuwafikishia wengine. Waislamu, siku ya Eid ni siku ya Kiislamu na inasherekewa kwa kumaliza mwezi wa Ramadhani. Siku ya Eid ni siku ya Kiislamu. Kwa kuwa ni siku ya Kiislamu, mambo yote yatakayotendeka katika siku hiyo lazima yaambatane na Uislamu. Baba wa Kiislamu, unanunua nguo ya sherehe ya Eid, elewa kwamba Eid ni siku ya Kiislamu. Mama wa Kiislamu, unanunua nguo ya kuvaa siku ya Eid, jua kwamba Eid ni siku ya Kiislamu. Siku ya Kiislamu inavaliwa Kiislamu, siku ya Kiislamu inasherekewa Kiislamu, siku ya Kiislamu inaenda na maadili ya Uislamu, na lolote lile linalokwenda na maadili ya Uislamu linakwenda na maelekezo ya Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo jambo hili kwanza litambue. Lolote lile utakaloliandaa ambalo linahusikana na siku ya Eid liandaliwe kwa misingi ya Qur'ani na Sunna, liandaliwe kwa utaratibu wa maelekezo ya Kiislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akasema, nyinyi Waislamu, Allah tabaraka wa taala amewateulieni sikukuu mbili, Eidul Fitri wa Eidul Udhuhiya. Eidul Fitri ni sikukuu ya Kiislamu, kwa hivyo iendane na maadili ya Uislamu mwanzo wake mpaka mwisho wake. Zingatia jambo hilo ndugu yangu Muislamu. Responsable yoyote, baba yoyote ambaye anayehudumia familia yake, aelewe kwamba anawahudumia kunako siku ya Kiislamu. Akienda kinyume na maelekezo hayo, ataulizwa
na atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapendwa Waislamu, Ramadhani ambayo ndani yake mimi na wewe tumeishi, ndiyo mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa ndani yake funga. Leo kama unaona tumefunga na leo tunafunga, tutambue kwamba ibada ya funga imefaradhishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na huyu mwezi wa Ramadhani tukafaradhishiwa matendo mema, tukaambatanishiwa funga hii ya Ramadhani iambatane na kila matendo mema. Watu wafunge na waswali na wasome Qur'ani na watoe sadaka na wamswalie mtume na waunge undugu na wasameheane na wafanye mambo aina mbalimbali. Mambo haya yameletwa yakaambatanishwa na mwezi wa Ramadhani kwa kuboresha funga na kuimarisha funga na kuiweka imara. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umekusudiwa uwe mwezi wa mafunzo, uwe mwezi wa shule kwa wale wote watakayoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa yote watakayoyafanya yawe ni mafunzo kwao. Ndiyo maana mwezi wa Ramadhani mema yote yamefaradhishwa, mema yote yamepewa ruhusa yatendwe, mabaya yote yakasimamishwa, na kiongozi wa mabaya akafungwa kamba ili watu wapate mafunzo yaliyokuwa bora. Ndiyo maana Waislamu usiku na mchana, misikitini, madarasani, manyumbani, watu wamepata mafunzo aina mbalimbali ya kutenda wema, ya kutenda mazuri, ya kuunga undugu, ya kuomba msamaha. Watu wamepata mafunzo. Na huyu mwezi wa Ramadhani ukafanywa kuwa ni mwezi wa majaribio. Yale tunayoyasoma tujipange namna ya kuyaweka ndani ya vitendo. Mwezi huyu wa Ramadhani uliwekwa uwe ni mwezi wa kuwajenga watu na kuwaandaa watu wafikie kuwa wacha Mungu kwa kutekeleza yale walioambiwa na kuacha yale waliokatazwa. Kwa hivyo mwezi wote wa Ramadhani ni mwezi ambao Muislamu kama atautambua vyema, aelewe akitekeleza yale yote aliyaelekezwa na yale yote aliyaambiwa, akayatekeleza vyema na akayafanyia mazoezi, Ramadhani itamalizika amekwisha kuwa mtu aliyekuwa mwema. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mwanadamu kurejea mkataba aliyeuwekea na yeye na Mola wake. Kabla ya Ramadhani aliuruka, ndani ya Ramadhani au kague mkataba wake, kisha baadaye amwahidi Allah kama atautekeleza mkataba huo, na mkataba huo ni shahada. Mkataba wa mwanadamu na Mola wake ni shahada. Uliposimama mbele ya Mola wako ukatamka la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, huyu ni mkataba na ni kiapo na ni ahadi umeweka mbele ya Allah. Kama hautoabudu yoyote isipokuwa Allah, hautomtii yoyote isipokuwa Allah, hautofuata sheria za yoyote isipokuwa za Allah, mabaya aliyoyakataza utayaacha na mema aliyoyaamrisha utayatii,
na yote haya utayatii kwa kufuata maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ukawa umewekwa kwa lengo la mwanadamu atakapojaliwa kufika katika mwezi wa Ramadhani ajikague, atazame mkataba wake, ni kweli ungaliki katika mustari? Aliyoyakataza Allah anaendelea kuyaacha? Aliyoamrishwa na Allah anaendelea kuyatekeleza? Haramu anazijua, halali anazijua. Yote haya yanatendeka katika mwezi wa Ramadhani. Inapofika tarehe kama vile hizi, mwanadamu aliyokuwa timamu anakula kiapo, mara nyingine anaswali, anaweka ahadi, anamuahidi Allah, baada ya Ramadhani nitaendelea kuwa mtiifu na mnyenyekevu na nitafuata sheria zako na makatazo yote nitayaacha. Eidul Fitri ya ibadallah, laidi inapofika, ambayo ndiyo kilele cha mafunzo ambayo mwanadamu aliyejifunza katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa shule la sisi kujifunza namna ya kuishi na Mola wetu, namna ya kuishi na mtume wetu, namna ya kufuata sheria, namna ya kuacha makatazo, namna ya kuwa binadamu. Ndiyo maana mwezi wa Ramadhani unaona mafundisho yote ni mafundisho ya ukibinadamu. Usimtukani mtu, usimtazame mtu jicho baya, usimuibii mtu mali yake, usimteti mtu, usimsengenyi, miguu yako siipeleki pabaya. Usiku amka, jidhalilishe kwa Mola wako. Una chochote mpe mwenzio, kadogo mgawane, mpendelee mwenzio. Utayaona haya yote ni mafunzo ya kumfunza mwanadamu namna ya kuishi, namna ya kuishi yeye na Mola wake, na namna ya kuishi na wanadamu wenzake. Sasa siku ya Laidi ndiyo siku ya kilele, ndiyo siku ambayo mwanadamu anahitimu, anamaliza mafunzo aliyoyapata. Ndiyo maana yaumul Eid, yaumul jazai wa thawab, siku ya Laidi ni siku ya malipo. Wanayelipwa ni wanani? Ni wale wanafunzi waliofuata semina vyema, ni wale wanafunzi waliyemfuata mwalimu. Mwalimu alikuwa nani? Alikuwa Muhammad. Sasa Muhammad ametoweka, akawaacha mashekhe, akawaacha maimamu, akawaacha, wakakamata nafasi ya Muhammad, wakaanza kufunza dini. Hasara kwa yule ambaye mwezi wa Ramadhani darasa lilianza akakimbia. Hasara kwa yule ambaye tarawih ilianza akakimbia. Hasara kwa yule ambaye usiku wa Ramadhani ulimpitia akaudharau, akaunyanyasa, ukaenda. Waislamu, Ramadhani naenda, Ramadhani naenda, sijui kama tutakutana na nyingine, sijui. Ewa uliyedharau tarawih, ukakimbia msikiti, eti imamu anasoma sana, ukakimbia, ukaona vizuri ukakae kijiweni, ukaona vizuri ukaangalie mpira. Leo Ramadhani naenda. Ewe Muislamu uliyekuwa bahili, ukafadhilisha pesa zako kuweka benki, ukafadhilisha kukaa na pesa yako mfukoni, kwa kuona kwamba wanayekuomba wanakukera, wanayekuomba wanakusukuma, wakatafute za kwao, ukabana. Ramadhani naenda, Ramadhani naenda. Kukutana nayo tena ni majaliwa. Siku 360, siku 350 ni nyingi. Wangapi tulikuwa nao mwaka jana, leo hatukuwa nao? Inawezekana na wewe leo tulikuwa na wewe, ima msemaji hamtokuwa naye. Mimbari hizi zilisimama watu wenye heshima, zilisimama watu wenye hadhi zao, zilisimama wanayostahiki, leo hawako.
Kilichowafanya wanaondoka ndicho kitakachomfanya na yule anayesimama na yeye kesho ataondoka. Hapa mnapopaona palikaa watu wenye heshima, palikaa watu wenye hadhi, palikaa wazee wenye heshima zao, leo hawapo. Kilichowafanya wanaondoka ndicho kitakufanya na wewe uondoke. Ndugu yangu Muislam, lau taalamuna, lao mngeliyajua yale yaliyokuwa ndani ya Ramadhani, tusingelichezea Ramadhani. Ramadhani naondoka, Ramadhani nakwenda. Pongezi kwa yule aliyetambua kama yuko shuleni, pongezi kwa yule ambaye aliyejitambua, pongezi kwa yule aliyemtafuta Mola wake, pongezi kwa yule aliyempapasa Mola wake, akamtafuta kwenye usiku wa giza, akamtafuta kwa kutoa sadaka, akamtafuta kwa kusoma Qur'ani, akamtafuta kwa kusikiliza Qur'ani. Pongezi. Siku ya malipo inawadia, siku ya kupata inawadia, siku ya kupewa aksanti inawadia. Hasara kwa yule ambaye aliyepuuza, akaona ni vitu vya kawaida, akaona kwamba ameteswa. Hasara, hasara. Ibadullah, enyi waja wa Allah, wakati wa kulima ni kulima, wakati wa kupanda ni kupanda. Kwa hivyo Waislamu, siku ya Eid ni siku ya malipo, siku ya Eid ni siku ya watu kupewa aksanti zao na kupewa kila ambacho walichokitumikia. Ndugu yangu Muislamu, siku hiyo ni siku ambayo Waislamu wanafurahi, ni siku ambao Waislamu wanafurahia siku hiyo ya kuwarudisha, kuwapa malipo. Ni siku ambayo Waislamu wanafurahia kupewa tena ruhusa la kula, na ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao kuona wamemaliza kufunga kwa amani na usalama, wamemaliza mafungo yao, mafungo ambayo yaliwapelekea katika kumuelewa Allah na kuweka mikataba mipya. Ndugu yangu Muislam, mafunzo haya ni mafunzo muhimu, ni mafunzo muhimu. Kati yao ni mafunzo ambayo yanawafanya wanadamu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe katika yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Ndugu yangu Muislamu, aya mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mafunzo ambayo yana malengo. Malengo gani? Ya kumpeleka mwanadamu kunako kusudio. Ifunga ilikuwa na kusudio. Kusudio gani? La'allakum tattaquna, ili mpate kuwa wacha Mungu. Waislamu, mpaka hii dakika nenda ukakae utazame funga yako imekutoa wapi, funga yako imekufikisha wapi, funga yako imekukataza nini, na yale ambayo aliyokukataza uko tayari kumwahidi Mola wako kama hautoyafanyaga tena, na yale ambayo aliyekuamrisha uko tayari kumwahidi Allah kama utaendeleaga unayafanya. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana qad intaha, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu abadan. Ibadullah, enyi waja wa Allah, yoyote ambaye anayetambua ndani ya mwezi wa Ramadhani aliabudu Ramadhani, ajiandae Ramadhani kumalizika. Ramadhani inamalizika baada ya siku 2-3, Ramadhani tamalizika, arudi alipokuwa. Wa man kana ya'budu Allah, na yoyote, vijana, wazee, yoyote ambaye aliyefanya ibada kwa ajili ya Allah, ambaye aliyekuwa mzinifu akaacha uzinifu kwa ajili ya Allah, ambaye alikuwa hasali usiku akasali usiku kwa ajili ya Allah, akasali kisimamo cha siku 10, akasali tarawih, ambaye alikuwa bakhili akawa anatoa, ambaye alikuwa hasomi Qur'an akawa anasoma Qur'an kwa ajili ya Allah.
tunamtangazia kwamba fa inna Allaha hayyun, Allah yuko hai. Ayolo yafanya ndiyo ambayo yalikuwa yanahitajika uwe unayafanya. Kwa hivyo utakuwa katili, utakuwa mtu mbaya, utakuwa mtu mchafu ambaye mwezi wa Ramadhani ulitenda mema, baada ya Ramadhani unarudi katika machafu. Vijana, uliacha bangi kwa ajili ya Allah, endelea kuacha kwa sababu Allah yupo. Ulitenda mema kwa ajili ya Allah na Ramadhani kimalizika, endelea kutenda mema kwa sababu aliyekuamrisha yupo, wala hajatoka, yupo. Endelea, utakuwa mwema, utakuwa mzuri, malengo utakuwa umeyafikia. Ramadhani imeletwa la'allakum tattaquna, ili muwe wacha Mungu, ili muwe watu wema. Na ucha Mungu ni ncha mbili: kutengeneza, kufata mazuri, kutengeneza mazuri na kufanya mazuri, na kuacha mabaya na kukemea mabaya. Kwa hivyo ukiendelea hivyo, lengo utakuwa umelifikia. Eidul Fitri ya ibadallah, ibada hii ya siku ya Eid haisherekewi kwa kuvaa mavazi mazuri, haisherekewi kwa kununua vyakula vingi vizuri vyenye thamani, haisherekewi kwa watu kuandaa mambo aina mbalimbali. Kama gisi leo watu akili zote ziko kwenye mavazi, na Myahudi amefaulu kututeka akili zetu. Mwanzo Uislamu tulikuwa tunaishi, tajiri haumjui, maskini haumjui, lakini Myahudi amefaulu mpaka kufikia katika mavazi. Kuna nguo za walalahoi, kuna nguo za mafuta. Kijana anakwenda na picha, anataka ile nguo awe namba moja, ambayo watu wote hawajavaa. Wazee hawajioni penye wapo. Leo Waislamu wanakimbizana, wamama kutengeneza mamodele, wanatengeneza mamodele ya ajabu. Kwa hivyo na watangazia Waislamu, laisa saida man adraka al-Eid wala man labisa al-jadid. Sio laidi. Laidi haisherekewi kwa kuvaa manguo mazuri makubwa ya fahari ya ajabu ajabu, kuandaa mavirinda ya mavyakula, watu kufanya mambo aina mbalimbali. Walakin saida ya ibadallah, lakini sikukuu, kilele chake cha sikukuu inayohitajika, sikukuu inayotambulika na inayotakikana, ni mwanadamu kuhakikisha anamtambua Mola wake, anamjua Mola wake, anamuabudu Mola wake, anakuwa imara katika siku hiyo katika kumchunga Mola wake subhanahu wa ta'ala. Anaianzisha sikukuu hiyo kwa kuswali, anaimalizia kwa kumtukuza Allah na kumhimidi Allah na kumshukuru Allah kwa kuona Allah kamjalia kuwa Muislamu na akampa afya iliyokuwa njema na akampa itikadi ya Kiislamu. Allah tabaraka wa taala anasema, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum ala ma hadakum la'allakum tashkuruna. Natimizeni hisabu hizo za siku 29 aidha 30, timizeni zaidi. Walitukabbiru Allah, andaeni mazingira ya kumsifu Allah, kumtukuza Allah. Leo tunaandaa maandalizi ya kwenda beach, leo tunaandaa mavazi ya kumwasi Allah. Mama wa Kiislamu anathubutu, binti aliyevaa hijab mwezi wa Ramadhan, binti aliyesali kisimamo
binti aliyesali akamsujudia Allah, mama anakwenda kununua nguo ya mtoto kumbana, umbile lake linaonekana. Ya ummi, ewe mama, ittaqillaha, muogope Allah, ghadan, kesho utakufa. Matokeo yatakayotokea kwa huyu binti unahisa. Leo tunaandaa sehemu za kwenda kumwasi Allah. Vijana wa Kiislamu fikra zao na maandalizi yao ni kwenda beach. Wengine wanaandaa hivi leo kabare ziko zinatengenezwa, wamalaya wako wanajitengeneza. Leo kila mtu anatuma tule tu message twa siri, bwana baada siku 2-3 nitakuja. Leo watu wanaandaa kupendezesha kiwiliwili, wanashindwa kuandaa kupendezesha roho. Waislamu tuko wapi? Hii ni sikukuu ya Kiislamu, iandaliwe Kiislamu. Baba wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, kabla ya kuwanunulia watoto nguo, mlikaa shura, hizi nguo zinafaa? Mama wa Kiislamu, kabla ya kuandaa hiyo nguo yenye utaenda nayo kusali laidi. Leo laidi inasaliwa kimaajabu upande wa wanawake. Wamoja wanakwenda na mabazeti, wengine wanakwenda na masuruali, wengine wanakwenda na malibaya, wengine wanakwenda na vitu vya ajabu. Na waambia Waislamu, mwanamke yoyote wa Kiislamu aelewe kwamba nguo ya ibada ni hijab. Yoyote atakayekwenda kusali na baze na kitenge na hivi venye wanawekaga mamimbundana mengine, wajue kwamba hawana swala. Siku ya laidi sio siku ya maonyesho, ni siku ya ibada. Walitukabirullah, ni siku ya kumtukuza Allah, ni siku ya kumsifu Allah. Sunna ya Eid, sunna ya Eid, wanaume wote na vijana wavae nguo nyeupe na kofia na vilemba. Wanawake sunna ya Eid wavae hijabu nyeusi, ziwe rangi mbili, ndiyo sunna ya mavazi. Waislamu tuko wapi? Hii ni sikukuu ya ibada, na ibada ina masharti. Waislamu, nyinyi ndio wanaume, manguo nyinyi ndio mnayanunua, na ninaweza kuwa na wasemea uongo, wengine hamnunui, mnanunuliwa. Ili ndio balaa. Na mwingine mpaka hii dakika uko mwanaume haujajua kama watoto watavaa wala hawavai. Ni kweli wewe una kazi, mke wako umemtuma yende Omani, yeye ndio anakutumia $100. Unanunua kanzu kwa pesa za mwanamke, unakubali mke wako kumfanya kuwa mtumwa sababu ya dunia, maisha mazito. Kwa nini hauendi wewe kabeba mizigo wewe, lala barabarani? Au Mayahudi wenyewe wameleta fikra hii. Wallahi ndugu yangu Muislamu, hawatutaki kheri sisi Waislamu. Kila mmoja na maumbile yake. Mwanaume yoyote aliyokubali mke wake kaenda Oman, aandae mashtaka mbele ya Allah, na wallahi atahukumiwa. Mwanamama ameumbwa akawekwa ndani ya mwili wake malezi na mapenzi na huruma wa kujenga jamii. Mwanaume akajengwa kwa lengo la kutafuta mambo ya kutafuta, yako ndani ya mwili wa mwanaume na yako ndani ya damu ya mwanaume. Kateseke wewe, sio mwanamke. Leo tazama jangwa tumelipata. Watoto leo wanaume wanavuta bangi,
wanaenda shule, hawana mlezi, hawana wa kuwapeleka, hawana wa kuwarudisha. Mama yuko Omani, mama yuko Saudia. Unaona raha wewe, matawi yako unayakata sababu ya tamaa za dunia. Leo unaletewa kanzu, haujui nani kainunua kule Warabuni. Amekwenda sehemu ambayo hana mume, hana mka, hana dada, hana kaka, hana mtoto mwanaume, hana shangazi, hana mjomba, na roho za wanawake na ufidhuli wa Waarabu. Huyu atapona? Chenye atakuwa kule siku ya kiyama wewe ndio utasimama. Alaikum bilqanaa. Waislam, acheni kufuata mila za Mayahudi. Mayahudi wanaelewa wanayoyafanya. Hizi ni mbinu za kututangulia. Wanaelewa kwamba wakati wa Uislamu kukamata hatamu, unakwenda unafika. Na wallahi alazim, hamsomi nyakati. Mngelisoma nyakati, mngeangalia vita ya Israeli pamoja na Palestina. Ile vita kwa watu wenye busara, kwa watu wenye akili. Waislamu walisali rakaa 2, wakasema hadha ma wa'adana Allah wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Miaka yote wa Palestina walipigana kwa mawe, waliuawa. Lakini imefika leo wa Palestina na wao pia, Mayahudi wanapandisha guruneti na wao wanapandisha, wanapiga na wao wanapiga. Leo maisha mazima tuliishi, tunajua kwamba Israeli ndio wana ulinzi wa kwanza, lakini guruneti zilikuwa zinapita, hawajui nani alizipitisha. Na wallahi yule kafiri mkubwa Marekani yule, angalia vizuri kwa pigo alilolipigwa na atapigwa lingine. Alisapoti kupiga Israeli. Allah tabaraka wa taala akaleta maskari wa aina 4 na yeye wakapiga mji mzima. Watajenga na sisi tutajenga. Hamyaoni ile vita inakwenda vizuri? Na wallahi ile vita tutaishinda. Baitul Maqdis itarudi mikononi mwa Waislamu na wataimiliki, na ishara za kiyama. Leo hamuoni mbinu za kukamata wanawake, kuwageuza watumwa, wakatumikia wanawake wenzao, wakatumikia wanaume wenzao. Wanapata shida, mwanaume mwenzio unakubali afanye chenye anaweza kwa mke wako, anakwenda kuwa mtumwa sababu ya noti ya Marekani, noti 2 za Marekani. Unakubali watoto wako wanakufa, unakubali unakaa siku ya Eid unatumiwa $200, $300, na wewe unasimama kama mwanaume. Wewe kufa ni bora kuliko kuishi dunia. Mustakbali unaua. Tunahitaji watoto wasome. Wale waliosimamisha sio wale walioanza, na wewe sio wewe. Hawa watoto mnayewaona leo hawana mama, leo hawana baba. Babu unajiendea kukahawa, baba unakwenda kukahawa, watoto wanakuwa kiholela, wanatumwa sigara, wanatumwa bangi, wanafanyiwa nini, kumasomo wanaenda hawafiki sababu hawana mlezi. Ni mbinu Myahudi anaifanya kwa kudhoofisha jamii ya Kiislamu. Siku za baadaye tukose vijana. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tanabahi, qalilun yughnikum khairun min kathirin yulhikum. Tudogo tunaiwapa amani na usalama. Kana mkeo hapa, maisha ndio haya. Nani amekwisha kufa na njaa? Nani amekwisha kufa na njaa? Kauze nyanya, choteana maji, wewe ni mwanaume. Rahimallahu abdan, Allah tabaraka wa taala anamrehemu mja taiban
anayepata tabu fi talabil halal, katika utafuta chakula cha halal. Wewe ndio teseka. Mama kae nyumbani, alinde watoto, achunge watoto, awape malezi, awape huduma. Eti wewe ndio unakubali ubaki nyumbani unastarehe? Kanzu inaletwa, haujui pesa amezitoa wapi, amezipata kwenye mazingira gani, sehemu anayoishi. Mkewa na kushinda na mko naye hapa, akienda sehemu hakuna baba na mama, hakuna mjomba, hakuna binamu wala hakuna nani, wategemea matokeo yake itakuwaje? Waislamu turidhike na kidogo. Siku ya Eid tuwe makini sana Waislamu. Ni sherehe ya kumshukuru Allah, ni sherehe ya kumchunga Allah, ni sherehe ya kujua mipaka ya Allah. Tusiruki mipaka. Kula sawa na uwezo, kunywa sawa na uwezo. Acha kwenda kukamata madeni ambayo hujui utayalipa aje, yatakusumbua. Ndugu yangu Muislamu, siku ya Eid ni siku muhimu sana ya Waislamu kujikagua na kujitambua na kujielewa. Sio siku ya kumuasi Allah, sio siku ya kuyafanya mambo ya ajabu. Usizani kwamba wewe utakuwa wa kwanza kwa kupiga viungu 10 vya wali. Kuna hatari wale wote watakayekula wasikushukuru. Hautakuwa wa kwanza kwa kuvaa arrivage ya mwisho. Ningekushauri arrivage ya mwisho uanze kuvaa sanda, kwa sababu na kuvaa kwako sanda hautovaa, kavae gunia ili uonekane kiroja. Kwani dunia nani wa kwanza? Hii dunia nani wa mwisho? Fattaqullaha mastata'tum ya ibadallah fi Eid al-Fitr. Mukopeni Allah tabaraka wa taala katika sikukuu ya Eid al-Fitr. Kila mmoja jitambue kwamba yeye ni Muislam, na kila mmoja aishi maisha yake kama Muislam. Andaa sherehe yako kama Muislam, na Uislamu hautaki kufuja mali. Jua kwamba baada ya Ramadhani utaishi, na baada ya Eid utaishi. Kula sawa na uwezo wako, kukamata madeni ambayo baadaye yatakusumbua. Uanze kukimbia, uanze kusema uongo kwa sababu ya siku moja ambayo itaisha, tena umesherekea kinyume na sheria. Tumuogope Allah. Tulinde maisha mema ya mwanadamu. Na sikukuu bora kwa mwanadamu ni ile siku ambayo tangu usubuhi mpaka jioni mtu anajikagua kwamba amemcha Allah na akamlinda Allah. Siku ambayo mwanadamu ameishi kwenye mipaka ya Allah ndio siku bora kwake kuliko siku ambazo utafanya masikukuu ya kumwasi Allah. Tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha, yeye ndiye mwingi wa kusamehe.